Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Alvin Asei, mkazi wa eneo la Kirua, Vunjo Magharibi, mkoani Kilimanjaro, ameangua kilio mbele ya kamera na kutoa maneno ya majuto baada ya kudaiwa kutenda tukio la mauaji kwa mtu ambaye aliyekuwa akielekea kwa wazazi wake. Kwa mujibu wa Alvin, aliyekuwa akizungumza baada ya tukio hilo, alidai kuwa alishambulia mhusika kwa kutumia kifaa cha kukatia majani, huku akieleza kuwa hakumbuki zaidi alichokifanya. Alisema, alikuwa anakwenda kwa wazazi wangu kuambia kuwa nimekunywa pombe. Sijui alikuwa anataka nini. Nilichukua kifaa cha kukatia majani nikampiga. Lakini sasa hakumbuki nilichofanya zaidi, alisema Alvin, huku sauti yake ikizimwa na machozi. Alvin alionekana akiwa amefungiwa ndani ya nyumba ya wazazi wake akisubiri kuwasili kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Katika hali ya mshtuko alikiri kutenda tukio hilo, lakini alionekana kutojua kama mwathirika aliyekuwa akigombana naye yuko hai au amefariki. Vyombo vya ulinzi wilayani humo bado havijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, huku wakazi wa Kirua, Vunjo Magharibi wakitarajia kutoa maelezo zaidi kuhusiana na ugomvi huo ulioibuka kati ya vijana hao wawili. Kwa habari kemkem na vipindi vizuri, usisahau kutembelea Kasako Media. Nami ni Adela Thomas. Ni kijana anayefahamika kwa jina la Alvin Asei, mkazi wa Kirua, Vunjo Magharibi, mkoani Kilimanjaro, akiwa anaangua kilio huku akitoa maneno ya majuto baada ya kudaiwa kutenda tukio la mauaji kwa mtu ambaye alikuwa anaenda kwa wazazi wake kwa ajili ya kumsemea kuwa amekunywa pombe wilayani humo. Mbona sasa unajuta? Ndio najuta. Alvin akizungumza na Gadi TV punde baada ya kutenda tukio hilo, huku akiwa hajui hali ya mtu aliyekuwa akigombana naye kutokana na yeye kufungiwa katika nyumba ya wazazi wake, huku vyombo vya ulinzi vikisubiriwa viweze kumchukua. Amesema alitenda tukio hilo kwa kutumia kifaa cha kukatia majani, ila yeye hakumbuki sehemu ya mwili alipojeruhi. Hii ni Gadi TV. Tulikuwa dukani kwa Mukitu. Tulikuwa dukani kwa Mukitu na kunywa vinywaji. Sasa tukawa tumepishana kauli. Sasa katika kupishana kauli, yeye Seba akasema anakuja kunishtai kwa mzee wangu, baba yangu yani. Sasa mimi nimekuja nyumbani huko nikamkuta. Sasa katika kumkuta nikamwambia Seba, kwa nini imekuwa hivyo kaka yangu? Kwa nini tunabishana hivyo? Yaishi. Akatoka nyumbani kwa kaenda uwanjani pale. Akavunja kahawa. Amenipigia kichwa hapa. Sasa tumepigia kichwa, nimechana kuna rafiki yangu anaitwa Lakista. Akanipita na pikipiki akametuokoa. Nimechana naye. Sasa tukaachana naye, akanifuata bado na ile fimba atakunipiga nyingine. Akanipiga nikazuia. Akanipiga nazuia, kuna mtoto mmoja hapo anapita na Shami. Nikachukulia mimi katika kujami, ndio kakuta sijui nimemjeruhi wapi, ndio imetokea hivyo ilivyo. Sijui hata sijui imekuaje. Sasa mimi nilichukua sijui nimemjeruhi wapi. Ila mimi ngopo sina nia naye mbaya. Ndio. Unajua kwamba sasa hivi umemjeruhi kwa kiasi gani? Hapana, sijui. Ongea kinachoendelea. Najua nimemjeruhi lakini sijui nimemjeruhi kiasi gani. Ndio. Unajua sasa hivi yuko wapi? Hapana, sijui. Alitoa hela kinywaji nani? Alitoa hela kinywaji sio yeye. Kuna yani simjui jina lakini kaka mmoja hivi alitoa hela kinywaji. Ila sio yeye ametoa hela kinywaji. Wala sio mimi nimetoa hela kinywaji. Ndio. Kusema ukweli, yani pombe sina kawaida ya kunywa pombe yani. Ila imetokea tu imenikuta mimi nakunywa pombe. Umeanza lini pombe? Pombe nimeanza kunywa tarehe 26 Disemba mwaka uliopita. Yeah. Ndio. Mimi mwenyewe sasa nimejikuta na kunywa pombe. Yani imetokea tu. Ndio. Lakini mimi sio mimi. Ndio sio mimi. Sasa kwa vitu tunavyofanya mimi ngopo sipo hivi. Ndio. Lakini mimi sio yani yani sijui ataendeleaje, sijui hata nimemjeruhi vipi, lakini sio mimi. Kakaangu na najua na babangu mwenyewe alikuwa kwa juzi jana tunakunywa naye pombe.
Anajua na bango vizuri ni kaka yangu na tunaishi naye vizuri. Ndio ngopo sina ugomvi naye wote ule. Ndio. Ndio. Na huyo jamani mara ngapi unagombana naye? Ndio mara ya kwanza imetokea leo, sasa kugombana zaidi ya leo. Ndio. Nani kwako, ni ndugu yako au rafiki? Yani rafiki wa babangu, sema na yeye kipindi yeye yupo kijana, mimi niko naenda shule na muona tunasalimiana hivyo vizuri bila shida. Ndio. Sasa umetoka wapi kwenda kunywa pombe naye? Ndio kaka, ndio maana mimi nakwambia yani imetokea tu, lakini mimi sijui hata yani sijui hata nimekuaje. Lakini sasa umeona sasa unajuta. Ndio najuta. Naambia nini vijana sasa? Yani mimi nachoshauri yani usijiingize kwenye mambo ya pombe wala vitu vyote vile ambavyo sio vizuri kama pombe, kutumia na vitu vingine ambavyo sio vizuri. Asante sana. Nashukuru. Niraje. Sasa huko unafanya nini ndani? Ndani huku wameniika huku ili wasije wakanizuru kunje, sababu najua nimefanya makosa mimi. Ndio. Ila sio mimi nimefanya makosa. Kuna vitu vinaendelea ambavyo mimi sijui. Ila sio mimi. Nashukuru. Wengine unakuta bangi situmii. Hata pombe yenyewe nimejikuta tunakunywa, lakini nahisi sio mimi, sio kwamba nahisi sio mimi. Kwa majina anaitwa Deogratias Pitalimu, mwenyekiti wa kijiji cha Kanje. Tukio lenyewe linasikitisha sana, lakini ni vizuri kama una ugomvi, ni bora ufikishe ugomvi kwenye vyombo vya sheria, usichukue sheria mkononi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.